Karibu katika somo la pili la baraka 12 za mfuasi wa Kristo. Nikurudishe nyuma kidogo. Kikao cha kwanza katika historia ya uwepo wa mwanadamu kilikuwa ni kikao kati ya Mungu, Adamu na Eva. Ajenda kuu namba 1 ya kikao hiki ilikuwa ni baraka. Na ndio maana moja ya kitu ambacho Mungu wako anakipenda sana ni kubariki watu wake. Na adui kwa kujua hii kitu hii ameunda makanisa na mifumo ya ibada feki inayodanganya watu kuwa inawabariki, kumbe inawalaani. Lakini adui hajaishi hapo, ameingia ndani ya watu wanaomwabudu Mungu kwa usahihi na kuwatisha na kuwatia hofu, kudhani kubarikiwa ni mambo ya kishetani na ni mambo ya kidunia. Leo hapa Patakatifu Media, mimi mtumishi wa Mungu Malaba Musa ninakuletea sehemu ya pili ya baraka 12 za mtoto wa Mungu au Mkristo. Baba, ninakushukuru kwa baraka 12. Leo tunamalizia zile 6. Ninaomba hata kabla hajaanza kuzisikia, maana ni nzito sana, Bwana anza kumbariki huko sasa hivi mtoto wako huyu kwa jina la Yesu. Amen. Neno la kwanza kusikika katika masikio ya mwanadamu wa kwanza ilikuwa sio laana, ilikuwa sio amri 10, ilikuwa sio maombi, ilikuwa ni baraka kutoka kwa Mungu wake. 1:28 Mwanzo. Mungu akawabarikia. Ilikuwa ni kwenye kikao, kwa sababu leo tuko kwenye kikao cha baraka na Mungu. Anasema Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Jambo la mwisho, wosia wa mwisho Musa kuongea na wana wa Israeli, haikuwa ni laana, haikuwa ni amri 10, haikuwa ni kingine chochote, bali ilikuwa ni baraka. Akawaita kabla hajapanda mlimani Pisga kule kwa ajili ya kufa na baadaye Mungu amchukue, akawaita, akawatamkia baraka kila mtu kwa namna ya kabila lake. Leo tunakwenda kujifunza tukichukua msingi wa somo lililopita ya kwamba 15:4 Warumi, kwa kuwa yote yaliyotangulia kuandikwa yaliandikwa kwa ajili yetu sisi, ili kwa saburi na faraja ya maandiko tupate kuwa na matumaini. Kumbe chochote ambacho Mungu alikitamka kwa makabila 12 ya Yuda ni cha kwetu. Lakini mbona nasema ni cha makabila 12 ya Yakobo ni cha kwetu? Lakini tunaenda ndani zaidi, tukasema 3:29 wa Galatia, kwa maana ninyi kama ninyi ni wa Kristo, basi mmekuwa wazao wa Ibrahimu, nanyi ni warithi sawasawa na ahadi. Kwa hiyo na sisi, kwa sababu ni uzao wa Ibrahimu, sisi ni watoto wa Ibrahimu, sisi ni watoto wa Yakobo, sisi ni watoto wa Mungu, sisi ndio wa Kristo. Sasa hii inatupa uhalali wa kimaandiko
wa kuchukua kila kitu ambacho watoto wa Yakobo, watoto wajukuu wa Isaka, vitukuu vya Ibrahimu walitabiriwa. Na ndio maana kuna Ukristo, na mtumia neno baya, Ukristo wa kibisho, Ukristo wa kupaparukia kile kinaitwa Israeli kinachoendelea kupigana pale na Irani, wakigombana kwa mabomu na ndege za kivita, na kujifungamanisha na wale kusema Bwana ukiwabariki au mbarikiwe wewe. Kama wewe ni Mkristo, umekuwa mzao wa Ibrahimu na wewe ndio Mwisraeli wa kweli. Kwa hiyo acha kusema kwamba kuna watu wetu wa Israeli wako sehemu fulani. Wewe ndiye huyo Mwisraeli, na kila baraka iliyotamkwa kwa Mwisraeli ni za kwako. Sasa leo tunaziangalia 6 ambazo zinakuhusu kweli kweli. Kweli kweli. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati 33. Tunaanza baraka ya 7, ni baraka ya Gadi. Nina vitu vingi vizuri nimekuandalia, niruhusu niwe na kuchambulia kutoka. Nina vyanzo kama 3 hapa vya kutupa haya mambo mazuri ambayo leo nataka yawe ya kwako. Kuanzia sasa uyaombe, uyatake kutoka kwa Bwana, maana Mungu anasema Mungu huwapa wale watu wake wamchao matakwa yao. Unataka nini kutoka kwa Bwana Mungu wako katika hii rundo la mabaraka ambayo aliahidiwa? Wewe unataka kipi kwenye hivi? Maana sio vyote lazima uvichukue wewe. Unataka kipi? Chochote utakachokitaka Bwana huwapa wamchao matakwa yao, na akupe kwa jina la Yesu. Baraka ya 7, somo lililopita tuliishia ya 6. Rudia vizuri, kuna vitu utavikosa kule kama hujapitia ile somo. Ni baraka kwa Gadi. Wakati Musa anatoa hizi baraka, anabariki kabila la Gadi. Sasa wewe ndio Gadi wa leo. Chochote kilichoandikwa kuhusu Gadi kiliandikwa kwa ajili Gadi wewe wa leo. Baraka kuhusu Gadi ni baraka ya kuongezeka na baraka ya ushindi. The blessings of being overcomer. Lazima uongezeke ikiwa unaamini Mungu wako huwa anabariki. Kitabu cha 33:20 Kumbukumbu la Torati. Anasema, na Gadi akamnena, na abarikiwe amwongezaye Gadi. Yeye ukaa kama simba, urarua mikono, naamu utosi wa kichwa. Anasema na abarikiwe amwongezaye Gadi. Hii ni baraka, the gift of increase, baraka ya kuongezeka, baraka ya kutanuliwa. Baraka ya Gadi inaitwa ni baraka ya expansion, sio kutanuliwa pia, na kupanuliwa vitu vyako, mambo yako, ukiroho wako. Ukiona uongezeki, mwambie Mungu, naomba baraka ya kuongezeka iliyotamkwa kwa huyu Gadi, naitaka kwangu, ni kwa jina la Yesu. Baraka hii ni kwa kila mtu ambaye anaona maisha yake yamebanwa. Unaishi kwa kujibana sana, kipato chako ni cha kujibana sana, mavazi yako unajibana sana, ucha Mungu wako umejibana, maisha yamekubana, uko locked, maisha yako locked. Unasema nataka kufunguliwa kwenye hivi vitu vyangu, najibana bana. Na unasema nataka Mungu anipe expansion. Kila ninapojaribu kuexpand na kutana na compressing power, nguvu ilifinyao inanifinya na kuwa mdogo. Familia yangu inapoweka mipango ya kuexpand, inafinywa na kufinywa kwa kadogo. Bwana akubariki baraka ya Gadi, baraka ya kuongezeka, baraka ya kuzidi, baraka ya kutoboa, baraka ya kufungua vikwazo mbele ya maisha yako. Hii baraka hii aliwahi kuomba bwana mmoja anaitwa
Yabes. Katika Mambo ya Nyakati wa Kwanza 4 mstari wa 10 anasema, laiti kama ungenibarikia kwelikweli na kuipanua mipaka yangu. Watu wa zamani kile ambacho walikuwa wanaona kinawakwamisha wao walikiomba kwa Mungu. Hawakwenda kupiga majungu, hawakukaa na kulalamika. Gadi anaungana na Yabez kuomba na kutaka baraka za kuongezeka mipaka yake, kuongezeka mipaka ya mishahara yake. Usirizike mipaka ya miradi unayofanya. Mwambie Mungu, naomba niwe wa kimataifa. Naomba Bwana unifanye uelewa wangu wa kiroho, tanua ufahamu wangu, tanua ubongo wangu, tanua reasoning yangu, tanua communication skills yangu. Baba, niongeze. Popote unaponiweka, jitangazie kwa jina la Yesu, Mungu ananiongeza. Mipaka yangu inatanuka katika jina la Yesu. Lakini ametaja hapa vitu vichache kwa chini. Fungu la Gadi anasema, urarua kwa mkono na utosi kwa kichwa, yeye ukaa kama simba mke. Simba mke, Gadi ni kama simba mke. Kwa nini amefanikwa na simba mke? Hii baraka ya Gadi haikupi tu nafasi. Unajua simba porini huwa anakaa kwenye territory, eneo la kiutawala. Umkuti Serengeti kila sehemu ana eneo lake, na kadri anavyopata nguvu za mawindo ndivyo ukoo unapoongezeka na eneo linaongezeka. Maana yake Mungu anakuambia akupe baraka ya kuzidi kuongezeka kwa jina la Yesu. Lakini kila kizuizi kilichokuwa mbele yangu kinadondoka. Subiri kwanza niseme hiki. Hii ni baraka yenye kukupa nguvu ya kurarua na kuchanachana vizuizi vilivyo mbele yako. Jitangazie kwa jina la Yesu, ninapokea baraka ya Gadi, baraka ya kuongezeka. Kila kizuizi kwa njia yoyote, popote kinapotoka, kinaachia na kuteketea kwa jina la Yesu. Lakini nimseme Gadi kwanza. Gadi anasema they were skillful in battle. Walikuwa na ujuzi watu wa Gadi. Baraka hizi walizopewa baadaye walikuwa ni watu wenye ujuzi katika vita. Lakini hawakupigana vita kwa akili zao, walipigana vita kwa kumtegemea Mungu na nguvu zake. Walikuwa ni watu wa matokeo. Watu wa Gadi ni watu wa matokeo. Anafananishwa na simba jike. Kwenye familia ya simba, wawindaji ambao ni skillful, wenye matokeo ni simba jike. Wakienda kuwinda, wakipiga ambush, lazima ukamatwe hata kama ni swala. Mungu akupe uwezo wa kuwinda mawindo ya maisha ukiona matokeo. Mawindo ya kibiashara yakileta matokeo, mawindo ya kiroho, mawindo ya kiinjilisti. Unacheki eneo, unasema ile eneo hili linafaa kuweka kazi ya Mungu hapa. Ukianza kuweka mitego yako na nyavu kaitandaza injili, unaona matokeo kwa jina la Yesu. Mungu akupe baraka ya Gadi. Mungu akupe baraka ya matokeo kwenye maisha yako. Wanane anaitwa Dani. Baraka ya Dani. Hasa Dani huyu ni nani huyu Dani? Baraka ya Dani hii ni baraka ya kushambulia kama simba. Baraka ya kushambulia kama simba. Sasa kuna kitu hapa cha kujifunza kuhusu Dani. Biblia inasema, Kumbukumbu la Torati 33:22, Mungu anasema, Dani ni mwana simba arukae kutoka Bashani. Dani ni mwana simba arukae kutoka Bashani. Dani anawakilisha baraka ya uwezo wa ujasiri na kasi na uwezo wa kushambulia jambo kwa kushtukiza na likaita matokeo. Unajua kuna wakati mwingine kwenye maisha watu hawapaswi kukuona tangu ukiwa mbali.
wanashangaa tu umeshafika katikati yao, katikati ya mipango ambayo ilikuwa imepangwa kwa ajili ya kukuharibu. Umo katikati yao na wewe ndio dereva unaongoza mazungumzo, na wajuu umefikaje. Waandaa meza mbele ya watesi wangu. Hii inaitwa baraka ya mwana simba. Mwana simba ni mwepesi, anaruka kasi, anashtukiza. Bwana akupe kitu hii. Maisha haya lazima uwe na hivi vitu vizuri kutoka kwa Mungu. Na hii ni baraka inaitwa the gift of boldness, baraka ya ujasiri. Bwana akupe baraka ya ujasiri kama baraka ya Dani, uwezo wa kufesi jambo bila kuwa na hofu na wasiwasi. Watu watasemaje? Familia itanichukuliaje? Ukoo utanisemaje? Unaingia kwa ujasiri. Sikiliza, maandiko yanasema walipoona ujasiri wao wakina nani? Petro, Yakobo na Yohana, watu waliokuwa wamepokea Roho Mtakatifu pale kwenye Matendo ya Mitume 4, anasema wakajua ya kwamba wale watu ni watu waliokuwa na Yesu. Moja ya sifa ya mtu aliye na Yesu ya kwanza kabisa ni ujasiri. Sasa ujasiri huu ndio hii baraka ya Mkristo, baraka ya Dani, baraka ya kuwa jasiri na wazungu waita agility, uwezo wa kubadilika na kubadilika kutokana na mambo yanavyoenda kubadilika, lakini una adaptation, uwezo wa kuadapti mazingira kwa wepesi bila kumkosea Mungu na kuleta matokeo. Yaani unakuwa sio rigid, mgumu hivi. Unakuwa ni kama mwana simba, mbavu nyepesi kufanya ile manuva ili uweze kutokea upande wa pili ambako kuna baraka zako zaidi. Hii kitu Mungu akupe hii wewe na familia yako na wale wapendao na wale ambao unawaombea. Bwana awape kwa jina la Yesu. Timotheo wa pili 1:7 anasema, maana Mungu hakutupa roho ya uoga, bali nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Bwana akupe hii roho ya ujasiri, roho ya nguvu, yenye upendo na moyo wa kiasi. Jitamkie, mwambie Mungu, jitamkie, tangaza, jitangazie. Imani chanzo chake ni kusikia. Ukisikia mambo ya Mungu, imani yako inakuwa. Jisikie ukitamka mambo haya ya ndani kwamba mimi ni mwana simba wa kiroho, ninao ujasiri katika Kristo, sirudi nyuma wala siogopi chochote kwa jina la Yesu. Baraka ya 9 ni baraka ya mtu anaitwa Naftali. Baraka ya Naftali. Hii ni baraka ya kuridhika kwa vibali ambavyo Mungu amekupa. Kuna watu wengi katika maisha hawajaridhika kwa sababu wana wasiwasi wa kupoteza, wasiwasi wa kupata tabu. Lakini baraka ya Naftali kwa maana nyingine ni baraka ya kumiliki. Hauridhiki kwa sababu maisha umekubali bora liende. Unaridhika kwa sababu kile ambacho ulistahili kukimiliki ili uweze kuwa baraka kwa watu wengi unakiona kwa macho yako, si kwa imani katika udhihirisho halisi kwenye maisha yako. Na Naftali akamnena, kitabu cha Kumbukumbu la Torati 33 mstari wa 23 anasema, na Naftali akamnena, Naftali uliyeshiba fadhili. Haleluya. Uliyejawa na baraka ya Bwana. Yaani wewe Naftali umejaa na baraka ya Mungu. Wewe umiliki magharibi na kusini, umiliki magharibi na kusini. Katika jina la Yesu ninakutangazia, mtoto wa Mungu, Naftali wa leo, uliyejaa baraka za Bwana. Baraka za Bwana zikujae. Alafu pokea baraka, pata neema ile inaitwa neema ya kumiliki kaskazini na kusini. Kaskazini na kusini. Kaskazini kichwani, kusini miguuni. Akili inafanya kazi vizuri, huku kusini kunafanya kazi vizuri. Yaani akili na kazi vinaenda sambamba na matokeo yanakuwa ni makubwa. Bwana akupe baraka ya Naftali. 23 Kumbukumbu la Torati, baraka ya kumiliki kaskazini na kusini, baraka ya kujawa na utele na umiliki. Sasa lakini Naftali
anawakilisha wale watu ambao wametokea katika maeneo yasiyo na fursa, maeneo yaliyopoozwa. Moja ya maeneo ambayo walichukua watu wa Naftali yalikuwa ni maeneo ya Nazareti, despised place, maeneo palipodharaulika na kudharauliwa. Lakini kutoka Nazareti ndiko akatoka Mwokozi, uwezo wa kutoka chini, katika hali ya chini na kudharaulika na kuwa mtu mwenye faida na baraka kwa mamilioni ya watu. Akupe kitu hii ya Naftali hii, Mungu wako. Sasa baraka ya Naftali ni baraka ya kutosheka, satisfaction, baraka kutosheka. Ni watu ambao mioyo yao haina mahangaiko kwa sababu wamejaa ufadhili wa Mungu. Bwana akupe baraka ya Naftali ya kuwekwa mbali na mahangaiko, fadhili za Mungu zikujae kwa jina la Yesu. Lakini pia naposema utamiliki magharibi na mashariki, manake wewe utamiliki pande zote. Kitabu cha Zaburi 103 mstari wa 5, aushibishae kinywa chako mema, ujana wako utarejezwa kama tai. Hii ni baraka ya kushibishwa mema ya Mungu. Bwana akushibishe mema, amshibishe mke wako mema, mume wako mema, watoto wako mema, mchumba wako mema, familia yako mema kwa jina la Yesu. Bwana alishibishe kanisa lako mema na ujana wako. Inawezekana umechakazwa katika maisha, hata umepoteza nuru ya ujanani. Bwana urejeshe ujana wako kama tai, akurejeze tena na akurejeshe vyako kwa jina la Yesu. Usikate tamaa. Mungu aliyebariki Naftali, Bwana aliyetangaza baraka kwenye kikao cha kwanza, kikao cha leo cha baraka, Bwana akupe baraka za kurejezwa ujana wako. Lakini wa 10 anaitwa Simoni. Siku hii ya leo ambayo Musa alikuwa anatangaza hizi baraka kwako kwa njia ya hawa watoto wa Israeli, Simoni hakutajwa. Kitendo cha Simoni kutokutajwa haimaanishi Simon kwenye Biblia au kama mtoto wa Yakobo ambaye wewe na wewe alikuwa anawakilisha baraka zake hakubarikiwa. Neno Simoni maana yake ni kusikilizwa. Kusikilizwa na Mungu. Kusikilizwa na Mungu. Watu wengi wanaomba lakini Mungu hawasikilizi. Lakini neno Simoni, asili ya neno Simoni maana yake ni kusikilizwa na Mungu. Kusikilizwa na Mungu. Ninakuombea Bwana akupe baraka ya kusikilizwa. Unapomwomba Mungu usikilizwe. Sikiliza, Simon anaitwa Samuel. Samuel alikuwa ni mtu ambaye akitamka kitu Bwana anamsikiliza, alichokitamka kinatokea. Akupe baraka ya mambo ambayo unayatamka yanatokea kwa jina la Yesu. Usishie tu mtu wa mipango ya maneno ambayo hayaonekani matunda yake. Neno lako lifanyike mwili na likae mahali ambapo Bwana amekuweka. Watu wamtukuze Mungu kwa uwepo wako hapa duniani. Mwanzo 29:33, huyu ni mamake na Simoni anasema, akasema, kwa kuwa Bwana amesikia kwamba mimi sikupendwa, amenipa huyu, akamwita jina lake Simeoni. Kwa kuwa Bwana amesikia ya kwamba mimi nilikuwa nadharaulika, mimi sipendwi kwenye hii familia, mimi nachukiwa, jina la huyu mtoto hiki ambacho Mungu amenifanyia, amenisikiliza, aitwe Simoni. Simoni maana yake ni kusikia. Baraka hii ni kwa ajili ya mtu aliyekuwa anapitia dharau na upweke. Kama unapitia dharau kwenye maisha yako, unapitia dharau kazini kwako, unapitia dharau kanisani, unapitia dharau kwenye ukoo, kama unapitia dharau kwenye familia, unapitia dharau kwenye nchi yako inadharaulika, mwambie Mungu, ninaomba baraka ya Simeoni au Simoni, baraka ya Mwanzo 29:33, baraka ya kusikilizwa na Mungu. Ninaomba Bwana unisikilize na nikawe baraka popote utakaponiweka. Mungu anasema kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana 5:14, tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake atatusikia.
tukiomba kitu sawa sawa na mapenzi yake atatusikia. Mwambie Mungu, naomba baraka ya kusikilizwa na wewe. Nikiomba chochote sawa sawa na mapenzi yako, Bwana unisikie. Nikiomba kushinda dhambi inayonisumbua, ninasikilizwa na Mungu. Jitamkie, mwambie Mungu, nakushukuru kwa kuwa unanisikiliza. Nakushukuru kwa kuwa umesikia maombi yangu. Umesikia maombi ya mtoto wangu. Umesikia maombi yangu kwa ajili ya mke wangu, watoto wangu, kwa ajili ya familia yangu. Unasema nakushukuru Mungu kwa kuwa unanisikia. Kama ambavyo ulimsikia mama yake na Simeoni, ukampa mtoto katikati ya dharau, ukamwinua katikati ya upweke, na mimi Bwana nisikie kwa jina la Yesu. Ikiwa unapitia kudharaulika, Mungu huwa na tabia ya kuwainua watu wanaopitia hali ya kudharaulika. Mama yake na mtoto anaitwa Simeoni aliinuliwa kwa njia ya mtoto ambaye alimuita Simeoni, manake Mungu amenisikia. Na wewe akusikie, akuinue kutoka katika kudharaulika. Lakini baraka ya 11 inaitwa baraka ya Asheri. Baraka ya Asheri. Katika Asheri tuna baraka kubwa mbili. Huyu ni mtu ambaye amesheheni hivi vyote. Sasa kama unavyotaka, nimesema kuna mtu anataka tu kutokudharaulika, lakini mambo mengine hataki. Mungu akupe hayo unayotaka. Kwenye haya 12 wewe unataka lipi? Lipi linakugusa? Chukua. Sikiliza. Kumbukumbu la Torati 33 mstari wa 24. Asheri na abarikiwe kwa watoto. Nisome kabisa hapa kwenye maandiko ili Biblia hii nimekopi hapa. Kitabu cha 33:24 anasema, na Asheri akamnena, na abarikiwe Asheri kwa watoto, na akubaliwe katika nduguze. Kubariki kwenye ndugu zake wale. Na achovye mguu wake katika mafuta, na makomeo yako yatakuwa ya chuma na shaba. Hii ni baraka ya ulinzi wa kimungu. Alafu anasema, kadiri siku zako ndivyo zitakavyokuwa nguvu zako. Bwana akupe baraka ya watoto. Kama na kiu ya mtoto leo, na kutangazia kwa jina la Yesu, Bwana akupe baraka ya mtoto kama Asheri. Kwa sababu wewe ni Asheri, weka jina lako, tumesema yote yaliko kwa ajili yako. Sasa basi, kwenye Asheri anasema abarikiwe na watoto, na akubaliwe na nduguze, na achovye miguu yake katika mafuta. Maana yake nini mambo haya matatu? Mafuta yanamaanisha utajiri. Mafuta kwenye masuala ya mechanical au mechanics mengi huwa yanatumika kama lubricants, vilainishi. Kitu kina kama ni mashine ili ifanye kazi, efficiency, ubora wake uende kwa uzuri, wao wanaweka grisi, inaleka kitu kinaenda kwa uzuri, maisha yanaenda bila mikwaruzo. Mafuta yanaepusha kukwaruzana. Sasa sikiliza, mguu uliochovya kwenye mafuta, baraka ya kuchovya mafuta kwenye miguu. Acha vile wale jamaa wengine wale wanafanya mambo ambayo wanatumia maandiko, lakini maandiko hayawatumii. Sasa tunaangalia watu ambao tunataka maandiko wewe yakutumie ili uweze kuwa baraka. Kuchovya kwenye mafuta mafuta kwenye miguu ni lugha ya picha, kwa maana ya kwamba ni kutembea katika utele, walking over abundances. Lakini pia kuchovya miguu katika mafuta, manake wewe unakubalika. Ukiwa na miguu inatembea mahali ambako hakuna vilainishi chini, wewe ukienda sehemu unakataliwa, unakuwa unatembea kwenye vikwazo. The gift of favor among men, kupendwa na kupendelewa na watu. Bwana akupe hii upendwe na wateja, ndugu. Tena anasema upendwe na ndugu zako. Tena anasema kitabu cha Methali, tusome kidogo, Methali 3:14, ndivyo utakavyopata fadhili na akili nzuri mbele ya Mungu na mbele ya wanadamu. Fadhili na akili nzuri
mbele ya Mungu na mbele ya wanadamu. Bwana akupe fadhili mbele ya Mungu, mbele yake mwenyewe, lakini na mbele ya wanadamu. Lakini akupe mafuta yako, maisha yako kama unatembea juu ya mafuta. Huyo umepita, hakuna vikwazo kwa jina la Yesu. Hii umeambiwa wewe, Asheri aishakufa. Lakini 33:25 akasema baraka ya makomeo ya chuma. Maana yake nini? Makomeo yako yatakuwa ya chuma na shaba, na kama siku zako ndivyo zitakavyokuwa nguvu zako. Hii ni baraka ya ulinzi wa kudumu na nguvu zilizoongezeka kadiri unavyozeeka. Hauchoki wala haufubai. Mwambie Bwana, ninaomba baraka ya makomeo ya chuma, lakini naomba baraka ya kuongezeka kadiri umri wangu unavyoongezeka. Sichoki, sipatwi magonjwa ya uzeeni, kwa sababu mimi nimebarikiwa baraka ya Asheri, baraka ya kupata nguvu kadiri miaka yangu inavyoongezeka. Mungu akupe hii, akupe kama ndo unachotaka kwenye hizi 12, akupe hii kwa jina la Yesu. Hii ni baraka ya ulinzi wa kudumu na nguvu zinazoongezeka kadiri unavyozeeka. Hauchoki wala ufubai. Kitabu cha Isaya 40:31, bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya, watapaa juu, hawatachoka wala hawatazimia, watakuwa na mbawa kama tai. Kila baada ya muda fulani hivi mwili wako unajitengeneza upya, unakuwa mpya kwa jina la Yesu. Bwana akupe hii, akupe maarifa, akupe hekima za kuishi. Lakini pia nyumba yako na mipango yako ifungwe na makomeo ya chuma ya kiulinzi wa kimungu. Unaweza kuwa na mpango lakini hauna ulinzi, utashambuliwa. Bwana akupe hii ya Asheri, hii ya maisha yako kulindwa na nguvu za Mungu na makufuri ya kimungu ya kichuma, na mipango yako ilindwe mpaka itakapotekelezeka na kutoa matokeo ya kusudi la huo mpango kukaa pamoja nawe. Afya yako na nguvu zako hazipungui kadiri miaka yako inavyoenenda. Jitamkie, kadiri ninavyokuwa nguvu zangu zinaongezeka. Maisha yangu yanalindwa na ulinzi wa kimungu kwa makomeo ya kichuma. Unasema Mungu anibariki kwa baraka hizi. Huyu Asheri kuna kitu nataka niongezee kidogo hapa. Baraka ya Asheri ni maisha ya kufanikiwa hadi uzeeni. Mungu akufanikishe hadi uzeeni. Kuna watu ambao kuna umri ukifika wanapoteana kabisa mpaka wanazeeka. Kuna familia ambazo kuna miaka inaenda afika kipindi inavurugika, kwa sababu wakati mwingine tunapaswa tuombe vitu hivi vya kimungu. Baraka ya Asheri ya kwamba wewe utakuwa na nguvu na kuendelea mpaka uzeeni. Lakini lazima ujue kanuni. Kuna kanuni moja inasema, njia nzuri ya kuiharibu leo yako ni kuishi kwa majuto ya jana na hofu ya kesho. Yaani ukitaka uiharibu leo hii uliopewa na Mungu, anza kujutia mambo ya jana, alafu anza kuhofu mambo ya kesho. Ya hofu ya kesho yanakuja leo, majuto ya jana yanavaa leo, unavurugwa, unakuwa hopeless. Nataka nikutangazie kwa mamlaka ya jina la Yesu. Bwana akubariki baraka ya Asheri. Hii ni baraka ya kuongezeka kadiri siku zinavyoenda, na wewe unaongezeka. Kesho yako iongezeke kwa jina la Yesu. Maisha yako yaongezeke kwa jina la Yesu. Lakini baraka ya mwisho inaitwa ni general blessing. Ni baraka ya jumla ya wana wa Israeli, ambayo inapatikana kitabu cha 33:27. Anasema hivi,
Mungu wa milele ndiyo makazi yako, na mikono ya milele ii chini yako. Nisikiliza vizuri, hii sasa ndo ya mwisho na ni ya muhimu. Jambo la mwisho ni zuri, anasema Mungu wa milele awe makazi yako. Mikono ya milele iwe chini yako, mbele yako. Anasema hivi, na mbele yako amsukumie mbali adui, akasema angamiza. Nini maana ya maneno haya? Hii ni baraka ya kumalizia ambayo inamhusu mfuasi wa Kristo. Ni ahadi ya kuwa Mungu ndiye nyumba yako na mikono yake imekubeba usiondoke. Anasema Mungu awe maskani yako, yaani Mungu ndiye anakuwa nyumba yako. Yaani unakuwa kama ni mtu ambaye unatembea ndani ya valanda lenye lilozungukwa mahali pote ambalo valanda inaitwa Mungu. Lakini anasema mikono yake iwe chini yako, Bwana akubebe. Wako watu wanasubiri kubebwa na mama zao, kubebwa na baba zao, kubebwa na mabosi kwa kujipendekeza. Watu wanasubiri kubebwa kwa maneno ya kujipendekeza, wanaishi maisha ya kubebwa. Lakini nakutangazia baraka ya jumla ya watoto wa Mungu wa Kristo ni baraka ya kubebwa na Mungu. Bwana ayabebe maisha yako, Bwana abebe ndoa yako, Bwana aibebe familia yako, Bwana abebe kuingia kwako na kutoka kwako kwa jina la Yesu. Kitabu cha Yohana. Lakini pia naweza hivi, ni ahadi ya kuwa Mungu ndiye nyumba yako na mikono yake inabeba usiondoke. Kitabu cha Yohana 10:28 anasema, nami nitawapa uzima wa milele, wala hakuna mtu atakayewapokonya mikononi mwangu. Hii ni baraka ya kukaa kwenye mikono ya Yesu, unabebwa. Anasema hii ni baraka ya kubebwa na Yesu. Anasema hakuna mtu Bwana atakayeweza kukupokonya mikononi mwa Yesu. Lakini tunapomalizia pointi chache za mwisho, huwezi kuanguka kwa sababu mikono ya milele ya kiungu iko chini ya maisha yako. Ndoa yako haiwezi kuanguka. Watu wengi zinaanguka kwa sababu wanajitamkia kuanguka, kwa sababu mikono ya milele ya Mungu imeibeba ndoa yako, future yako, mipango yako, maisha yako hayawezi kuanguka kamwe, kwa sababu Mungu amebeba maisha yako na future yako. Mungu akupe baraka ya kubebwa, ubebwe na Mungu kwa jina la Yesu. Lakini mbona mimi wakati mwingine naanguka? Mahali pengine anasema kwa kitambo kidogo nimekuacha. Kwa kitambo kidogo nimekuacha, kama tai anamwachia mtoto wake, kama anaanguka hivi, alafu kwa nguvu nyingi na kwa wokovu mkubwa nitakunyakua. Kama unaona hali ya kuachwa hivi na Mungu, Bwana yanyakue maisha yako tena kwa jina la Yesu. Lakini pia adui afukuzwa mbele yako kwa neno moja tu, uharibu. Hapa amemaliza kwa kusema hivi, nikusomea hapa kidogo hapa. Anasema na mbele yako akamsukumilia mbali adui, akasema angamiza. Kakimbia mbali kwa jina la Yesu. Bwana akupe hii baraka ya mwisho ya watoto wa Mungu. Tamka neno la ushindi ya kwamba Mungu ndiye makazi yangu ya kudumu, mikono yake ya milele imenibeba. Mimi ni mshindi, na wote wanaonifuatilia kwa nia ovu wamesambaratika na kuteketea. Ikiwa umebarikiwa na baraka hizi za watoto wa Yakobo, ambazo ni za watoto wa uzao wa Ibrahimu, ni baraka za Wakristo, na unasema mimi sijawahi kuwa Mkristo, lakini leo nimegundua kumbe kuwa Mkristo kuna mambo mazuri hivi. Lakini nimegundua kumbe kuwa Mkristo ni kubebwa mikononi mwa Mungu. Chochote kitakachonipata nikiwa mikononi mwa Mungu ni baraka, hata kama dunia itasema ni hasi.
nami nimeamua kujiunga kuwa mfuasi wa Bwana Yesu Kristo kwenye maisha yangu. Mwingine anasema tena nilikuwa Mkristo, nataka niwe bora zaidi. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Kama unachukua maamuzi ya kusema Bwana nisaidie na mimi hivi vitu vivyo kwangu, na nilikuwa sijakupokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wangu, na leo na kuanzia sasa najiunga na Kristo. Unasema niko tayari kabisa, najitoa maisha yangu kwa Yesu. Haya mazuri ambayo yametamkwa hapa na mengine mengi ambayo tunaendelea kujifunza hapa, na yale makubwa haya ni hapa tu duniani, nimekwambia makubwa yako kule, nataka na ya juu kule ya Mungu. Bwana akutendee. Ikiwa unasema nahitaji hizi baraka ziwe za kwangu mpaka Yesu atakapokuja, andika hapo chini, andika komenti hapo, Mungu nibariki, andika Bwana nibariki. Lakini wewe ambao hujawahi kubatizwa na kuingia agano na Mungu, unasema nataka nibatizwe ubatizo wa maji mengi ili niwe mtoto wa Yesu, njoo. Kuna namba tumeweka hapo, tupigie, nitakuelekeza ujiunge na wasafiri wa kwenda mbinguni wa siku za mwisho ili upate kubarikiwa, wao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu Kristo. Nitakuelekeza na kukupa maelekezo na kuunganisha na wachungaji na watu wa Mungu wenzako, muendelee kumfurahia huyu Mungu. Lakini mwisho unasema ninahitaji haya mambo, uniombee mtumishi wa Mungu yaweze kuwa ya kwangu. Bwana, nataka nikutoe wasiwasi. Ikiwa kuna lolote ambalo umelishikilia na unaamini Mungu amenipa hii baraka, tayari limeshakuwa la kwako kwa jina la Yesu. Baba Mungu wa mbinguni, asante kwa ajili ya baraka ambazo uliwapa watoto wako wana wa Israeli, ambazo kumbe ni za kwetu. Sasa ninamwombea mtoto wako sasa. Ninaomba Baba Mungu wa mbinguni, mpe baraka ya kutanuliwa mipaka yake. Yeyote ambaye ananisikiliza sasa hivi, huyu mtoto mpendaye, maisha yake nasema amebanwa, ninamtangazia kwa jina la Yesu. Bwana, mpe kufunguliwa kwa damu ya Yesu. Hasa maisha yake ni madogo, mpe kutanuka kwa jina la Yesu. Panua mipaka ya biashara zake, panua mipaka ya huduma zake, panua mipaka ya maarifa yake kwa jina la Yesu. Lakini Mungu, ninaomba mpatie baraka ya kushinda uoga. Uoga umezuia maisha yake. Uoga umemfanya mtu asiye na maana kwa jina la Yesu. Uoga umesababisha hata awe mzinzi, amekuwa mwovu, amekuwa mtu wa ajabu kwa sababu ya uoga. Ninaomba Mungu wa mbinguni, ujasiri wa mwana wa simba uingie ndani yake kwa jina la Yesu. Ujasiri wa simba jike mwindaji ukawe juu yake. Ujasiri kama wa simba dume mfalme wa pori ukawe ndani yake kwa jina la Yesu. Lakini Mungu, ninaomba mpe baraka Naftali, baraka ya kusimama kinyume na kile ambacho kinasimama nyuma yake. Kama anapitia uadui kwa namna yoyote, mpatie ushindi kwa jina la Yesu. Lakini mpatie baraka na fadhili na vibali vya kutosheka, ukambariki kaskazini na mashariki na kusini na magharibi. Lakini Mungu, ninamwombea mtoto wako baraka ya kubarikiwa na kukubalika mbele ya ndugu zake. Yawezekana ametengwa na ndugu, yawezekana ametengwa na familia, yawezekana ametengwa na kanisa, lakini wewe unaweza kutengeneza mazingira akaanza kupendwa na kukubalika tena. Mpe baraka ya kukubalika, akubalike aingiapo, akubalike atokapo, akubalike mjini, akubalike na mashambani katika jina la Yesu. Lakini Mungu, ninamwombea baraka ya Asheri na baraka ya Israeli, baraka ya fadhili za ulinzi wa makomeo ya chuma, ukamlinde na kumzunguka na nguvu zako kwa jina la Yesu. Lakini pia baraka za nguvu mpya, mpe nguvu za kumaliza safari yake ya maisha. Asimaliza akiwa amechoka, amejaa magonjwa, amejaa hofu, amejaa majuto. Tunafuta majuto yote kwa jina la Yesu. Lakini Mungu, mpe baraka ya wewe kuwa kama nyumba kwake. Lakini Mungu, kamzidishie baraka za kukaa mikononi mwake tangu sasa hata mwisho wa maisha yake, tangu sasa. Na si yeye tu, na wale ambao amekuwa akiwaombea, na wale ambao amekuwa akiwaombea katika jina la Yesu, amen. Mungu akubariki mpendwa. Karibu tena Patakatifu Media wakati mwingine. Nikukaribishe sana, usichelewe. Kama bado ya subscribe, click hapo, yanayokuja ni mazuri kwa ajili yako.